Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Samovite Media, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tupo hapa kwa ajili ya kuzungumzia swala au mchakato ambao unaendelea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuhusiana na kikundi cha G55 ambao wao wameamua kujiondoa rasmi katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Naongea wakati huu naitwa Naida Tanasi. Lakini katika mjadala huu au kufahamu mengi zaidi nitakuwepo na katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika wilaya ya Mufindi. Atajitambulisha kwa majina yake. Habari yako? Salama. Kwa majina yako kwa faida ya mtazamaji? Naitwa Mwalimu Kitiga, katibu wa Chadema wilaya ya Mufindi. Sawa, tupo na Mwalimu Kitiga, katibu wa Chadema wilaya ya Mufindi. Tutazungumzia kwa undani kabisa, atatufahamisha nini sababu wa sasa ya G55 kuondoka ndani ya Chadema, nini kilipelekea migogoro hii. Lakini tunataka kujua zaidi, je, yeye katika chama chake amebaki au ameungana na G55? Kwanza tukianzia kwa kutufahamisha zaidi, kikundi cha G55 au group la G55 lilianzishwaje au mchakato ulikuwaje kuanzishwa kwa group hili, nani kiongozi na baadhi ya watu ambao wanahusika na G55? Asante. G55 kama utarejea kwenye mazungumzo yao ya mara kwa mara, ilikuwa ni kundi la la wanachama waliokuwa ndani ya Chadema ambao wameibuka na dhana ya kutoa maoni kinzani dhidi ya uongozi uliopo madarakani. Kwa G55 ni dhana, sio tu kundi, kwa sababu si lazima wafike 55 wala si lazima wawe 55, wanaweza wakawa zaidi ya 55, lakini inayokaa mle ni dhana zaidi. Ni dhana ambayo imechukuliwa kwenye kundi hilo la G55 zamani. Hicho kikundi chini ya kina mzee kama Njelu Kasaka ambao ni hayati sasa, ni marehemu. Hawa walitoa mawazo kinzani kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutaka mfumo ubadilike, mfumo wa utawala ubadilike ili kukuza zaidi uhuru wa wananchi kwa wakati ule. Kwa hawa wameibuka na hiyo dhana hiyo waliokuwa nayo wazee wetu wa zamani, kujaribu kuweka mawazo kinzani ndani ya utawala mpya wa Chadema baada ya uchaguzi mkuu wa chama tarehe 21 mwezi Januari. Kwa hiyo ile ni dhana. Naam. Sawa, sasa unaweza kututajia labda baadhi ya watu ambao wapo au viongozi wa G55? Kiukweli mpaka sasa hatujapata uongozi rasmi wa G55, ila wapo ni viongozi waliokuwa viongozi waandamizi wa makao makuu ya chama. Kwa mfano aliyekuwa kurugenzi ya habari, mawasiliano na uenezi na masuala ya nje ya chama, Bwana John Mrema, ndo alionekana kuwa msemaji mzuri wa kundi lao, na wengine, lakini kwa kweli hata Mrema mwenyewe sio kiongozi. Ni dhana ambayo inaunganisha watu wengi wakiwa wanashirikiana pamoja na viongozi waliokuwa kwenye makao makuu ya chama. Sawa, vipi sasa kwa upande wako wewe hapo, turudi kukuongelea wewe binafsi. Umeungana na kuondoka kwa G55 kwa maana na wewe umetoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, au wewe bado ni mwanachama wa Chadema? Mimi si tu mwanachama, ni mwanachama mwandamizi wa Chadema na ni kiongozi mwandamizi wa Chadema. Kwa eneo langu hapa nilijiunga na Chadema mwaka 2005. Nadhani wengine hawa ambao waliunda hilo kundi la G55, pamoja na kwamba kwenye Chadema hata anayeingia leo anakuwa na haki sawa na mtu ambaye amekuwa madarakani kwa miaka mingi zaidi. Lakini nadhani ukiwa na miaka mingi zaidi kwenye chama unakuwa na advantage, unakuwa na faida kidogo kuliko ambaye ameingia karibuni. Nadhani hata hao walioingia wengine na kuondoka, pengine huenda wametoka
nyuma yangu. Hilo la kwanza. La pili, mimi ni kiongozi mwandamizi tangu nimeingia madarakani. Tangu nimekuwa mwanachama, nimekuwa nikishiriki chaguzi, nikichaguliwa kwa wenzangu kwa kura nyingi. Na kwa mfano mwaka 2023-24 nilichaguliwa kwa kishindo kuwa katibu wa wilaya yenye majimbo matatu. Nikashinda kwa 91%. Nadhani kwa nyanda za juu kusini ndio peke yangu tumeshindana na washindani watatu, mimi nikiwa wa 4, nikashinda kwa 91%. Kwa hiyo mimi ni kiongozi mwandamizi. Kuungana na G55 kwenye Chadema, demokrasia ni pana sana, uhuru wa maoni ni mpana sana. Kwa G55 kuungana nao kwenye dhana ni jambo zuri, kwamba tunapeleka mawazo kinzani. Mawazo kinzani ndo msuguano wenyewe unaofanya taasisi kuwe. Lakini kuondoka kwenye chama, sasa hicho ni kitu kingine. Ukubaliane na mimi kwamba unapopeleka mawazo kinzani, hoja kinzani, manake unaonyesha kuto kukubaliana na jambo fulani. Na kuto kukubaliana sio tatizo. Sasa hii ya kuondoka ndo inatupa shida, kwamba hayakuwa mawazo kinzani basi, ulikuwa ni mpango mwingine. Lakini nao pia kwenye vyama vya siasa, hapo tunaenda kwenye wigo mpana zaidi. Kwenye vyama vya siasa, kwenye nchi za kidemokrasia, mtu kutoka chama kimoja kwenda kingine au kutokuwa na chama ni uhuru wake. Kwa hiyo hao watu wanatumia uhuru wao, wanatumia nafasi zao, lakini wasifananishwe na sisi wengine pia. Wafanane na sisi kwa sababu ni binadamu, wafanane na sisi kwa sababu wote tunakuwa na mawazo tofauti tofauti mara kwa mara, lakini hatutafanana kwa kuondoka kwao. Wajenge hoja zao, waondoke kivyao, sisi bado tunaendelea kuwa ni viongozi. Na niwatie heshima wanachama na viongozi wasaidizi wangu wilaya ya Mufindi, tushikamane vizuri zaidi, tuendelee kusaidiana kukisogeza mbele chama chetu. Sawa, sasa kwa nini wewe umeamua kubaki katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema licha ya kuwa na changamoto zote zinazoendelea? Sio nimeamua, nipo. Yaani mimi niko Chadema, uamuzi ambao nishaufanya miaka yote. Kwa nini niko Chadema? Malengo yake, itikadi yake, falsafa yake havija nibadili kwenda kungine, na vyenyewe pia havijabadilika. Chadema malengo yake yakibadilika, basi tutabadilika. Chadema falsafa yake ikibadilika, basi tutabadilika, kwa sababu kinachotufanya tujiunge na chama ni unaisoma katiba ya Chadema kwanza, unasoma itikadi yake, unasoma na malengo yake au madhumuni yake. Baada ya kusoma ukaelewa, basi unajiunga na chama hicho. Kwa mimi tangu nijiunge na Chadema, hivyo vitu havijabadilika, bado viko sawa kabisa. Sawa, sasa je, unadhani kwa upande wako kuondoka kwa kundi la G55 kuna athari gani katika kwanza tukizungumzia kwa chama pinzani, lakini kwa upande wenu wenyewe kwa maana ya ngazi ya chini, lakini na upande wa bunge? Siwezi kukataa moja kwa moja kwamba hakuna madhara, kwa sababu nyumba mliozoea kuwa wengi, anapotoka mmoja, hata kama alikuwa na kusumbua kwa kikwapa, kidogo unaumia, lakini si jambo la ajabu. Ni madhara kwamba hawa ni wenzetu ambao tulizoea kuwa nao pamoja, tunajadili masuala pamoja, tunapingana pamoja, tunakubaliana pamoja. Sasa wanaondoka. Kwa hiyo ni kawaida kwa jamii yoyote ile. Mnapokuwa wamoja, mmoja anapotoka inaumiza. Rejea pia kwenye kifo tu, ambayo ni haki, huwa hatuhitaji, lakini ipo. Ni haki inayoumiza. Ni lazima utakufa. Sasa mlikuwa 5, amekufa mwenzenu mmoja. Pamoja na kwamba imeandikwa kwamba tutakufa, lakini watu unalia kidogo, unahuzunika, ingawa baada ya muda mambo yatakaa sawa. Kwenye siasa hiki ni kitu cha kawaida.
kina madhara, kuna madhara kwamba kama tulikuwa 10 tumepungua. Hiyo ya kwanza. Lakini upande kwa upande mwingine mimi naona ni fursa zaidi. Ni fursa kwa wao wanakokwenda kujiboresha zaidi pengine, na ni fursa kwetu kuziba nafasi. Kwa sababu anaanguka mmoja, anapanda mwingine. Hiyo naona ni fursa kisiasa. Kwa hiyo mimi sijaona madhara makubwa sana ya kuondoka kwa G55, na wengine kama wapo, kama wanaondoka, hii haiathiri moja kwa moja kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kwa hapa kilipofikia. Kumbuka chama chetu mpaka sasa kimejiunda mpaka ngazi ya matawi kwa uwiano, kimejiunda pakubwa sana. Wengine wamevuka mpaka hapo. Yani unapozungumza nafasi za majimbo, wilaya, mikoa, kumekuwa na ushindani wa uchaguzi. Watu wanaomba nafasi zaidi ya watu mpaka 3, 4, 5 wanaomba nafasi moja. Chama chetu kina idadi kubwa ya wanachama na wafuasi. Kwao kutoka Chadema kwenda chama kingine, na wengine nimesikia hata leo wanakwenda Chauma, inakuwa ni kwa mtu ambaye anahama Chadema naenda huko kwenye hicho chama, atahitaji pengine spidi ya aina yake kufikia pale alipo kuwepo. Kumbuka atatakiwa kukisogeza hicho chama mpaka ngazi ya matawi. Atatakiwa kukisogeza hicho chama wakiamini, kwa sababu mwisho siku sio wewe ndio mwenye chama. Chama ni cha watu. Mpaka wakuamini utahitaji maandalizi ya kutosha, rasilimali za kutosha, na niwaombe kwa kweli kama wanakokwenda huko wamejiandaa vizuri, basi niwatie shime, na ninawatia shime na nawapongeza kwa sababu hawajaenda CCM kwa hasimu wetu. Wameenda chama ambacho daima pia tumeshirikiana kwenye pengine. Ama walioko madarakani hawawaelewi wanachokisema hawa wanaondoka. Ama walioko madarakani hawaoni sababu ya kuwasikiliza. Wamefocus na mambo makubwa zaidi. Hayo yanawezekana. Lakini tukigeuka kwa upande wa wao pia, hawa wanaotaka kusikilizwa, ama wanataka wasikilizwe wao tu na waachwe watu wengine. Hii ni debate. Huwezi kusema tu pande fulani tu. Ama wao wanataka wasikilizwe wao tu, masuala yao tu, wakasahau kwamba ni taasisi ambayo inasikiliza watu wengi. Ni taasisi yenye uungwaji mkono na watu wengi. Kuna wanachama na wasio wanachama, wote ambao wanafuata falsafa ya Chadema. Hilo la kwanza kwa upande wa wanaotoka. Au uwasilishaji wa hayo wanayotaka yasikilizwe hauendani na walioingia madarakani. Kwa sababu mtu akiingia madarakani, kumbuka wanaosema hao ni wao waliozoea. Kwenye utangulizi wako ulisema ni viongozi ambao wamekuwepo uongozi wa Chadema makao makuu kwa muda wote, yani kwa muda mrefu. Kwa walikuwa na mazoea fulani. Ukiwa na mazoea fulani yakabadilika, manake ili uweze kuendana nayo itabidi uanze mazoezi pia ya kuendana nao. Mimi nadhani huenda pia mazoea wanayoyakuta sio yale walioyaishi. Sasa wanashindwa kuendana nayo. Kwa hiyo inakera. Kwa kama inakera sasa unafanyaje? Kama inakera unaona basi nitumie kamwanya kakusema hawa watu wanatupuuza maoni yetu. Hilo lilikuwa la pili kwa upande wao. La mwisho kwa upande wao nadhani ni ama kuchokoza, kuharakisha hawa watu wao wanasikiliza wenzao. Hao viongozi walioko madarakani, ambaye kwangu naona ni tahadhari nzuri. Yes, ni muhimu sana. Viongozi walioko madarakani kengele inagongwa. Wafuasi wa Chadema ni mnyororo. Kuna wale wanaompenda Kitiga, kuna wale wanaompenda nani, kuna wale wanaompenda mwenyekiti, kuna wanaompenda Mrema, na wengine. Kwa hiyo ni mnyororo. Wengine wameingia kwenye chama kwa sababu ya kumwangalia Kitiga, kama Kitiga alifanya vizuri, kwa hiyo mimi kama Kitiga yuko hivi naona nifanye hivi. Tusiwapuuze watu. Hii baki kwenye wanaondoka, lakini wanatuachia kengele imegonga. Maoni ya wanachama, maoni ya viongozi, wasaidizi wa viongozi wakuu wa chama yasikilizwe, yasipuuzwe. Itafutwe platform. Najua tuko kwenye wakati
mgumu sana, kipindi kigumu kabisa cha mpito, lakini kusikiliza maoni ya wanachama ndio msingi wenyewe wa ukuaji wa taasisi yetu. Sawa, sasa kwa maoni yako nadhani nini sababu au nini kilichosababisha hasa mvutano baina ya G55 na uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Kama nilivyotangulia kusema hapo, nadhani hizo sababu nilizozitoa kwa kila upande, kwamba upande wa walioko madarakani unawezekana umesababisha kwa upande kwa upande fulani, na upande unaoondoka kwa maana ya G55 inawezekana kuna mambo ambayo hawakuridhika, ndio ikatokea mtafaruku, lakini mtu anachukua maamuzi basi anafanya anachokifanya. Sasa ni nini hasa, labda ndio kitafutwe, ni nini hasa kinawafanya waondoke? Hii mimi na wewe hatuwezi kubashiri tu, kwa sababu kilichomo ndani mwao hatukielewi. Otherwise tungekuta tunashindana. Haimaanishi kwamba Kitiga unayehojiana naye hapa hawezi kushindana na viongozi wake wakuu wa chama, lakini hatushindani kwa ugomvi, tunashindana kwa hoja. Hoja yetu ikishindikana, basi bwana tusonge mbele tuweke jambo jingine. Sasa kama imetokea wamejenga hoja zao, wametoa maoni yao, ambayo sisi tulikuwa tunafurahi wanapeleka maoni yao, nafikiri media yenu ilinihoji kama mara 2, nilitoa maelezo yangu vizuri sana kwamba hawa watu maoni yao ni ya msingi, yasikilizwe, wasiangaliwe tu kwa sababu amesema fulani. Maoni yao yasikilizwe, ambao ndio msingi wa ukuaji wa taasisi. Sasa kama wamevuka kwenye utoaji wa maoni, kwenye ushindani wa hoja ndani ya chama, sasa wameondoka, hicho hata mimi na wewe kwa kweli hatuwezi kukijua haraka. Huenda walikuwa na mpango fulani, pengine wa muda fulani, kwamba ikifikia hatua hii tunaweza tukafanya hiki. Sasa hayo hatujui, pengine hao wanaweza kuulizwa wao, kwani nyinyi wenzetu mpaka mfikie hatua ya kuondoka mmeumizwa na nini? Au tuwasikilize zaidi kwenye interview zao wanasemaje. Sawa, sasa ni hatua gani ambayo chama imechukua mpaka sasa kufuatia kuondoka kwa G55? Chama pia nashukuru kwa swali hili, lakini chama mimi sijaona hatua yote imechukuliwa na chama, kwa sababu kwa misingi ya chama mtu anapoondoka, mwanachama wa kawaida, kiongozi anapoondoka kwenye chama chochote cha siasa, hakuna hatua ya kuchukua. Hatua tunazichukua kama umekiuka maadili, katiba, itikadi na falsafa ya chama. Ukikiuka unachukuliwa hatua kweli, na tunachukuliana kweli. Lakini hawa walioondoka, kwa kweli nadhani chama hakiwezi kusema chochote. Kwa mfano mimi ungeniuliza kwenye eneo langu, mimi Kitiga, wewe unafikiria kuchukua hatua gani? Kwa kweli nawatakia kila laheri. Hii ndio hatua ambayo naona ni bora zaidi. Nawatakia kila laheri, wakakuze ari na ushindani wa mapambano ya kuiondoa CCM madarakani. Hiyo ndio naona inaweza ikawa jambo la maana. Sawa, sasa vipi kuhusiana na jambo hili, litakuwa lina athari gani kwa wapiga kula ambao wanakiamini Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema? Asante. Madhara daima kwenye chama cha siasa, kama nilivyoanza kutoa kwenye utangulizi, kwamba watu mmezoeana kuwa pamoja, wanaondoka, nyie mliokuwa pamoja nao mnaumia kwamba wenzetu hatupo nao tena. Lakini wanaondoka sio kimya kimya, wanasema sema. Kwa vyovyote lazima kidogo kutatokea mtikisiko. Madhara, athari ya daima wanachama wanavyotoka, kunakuwa na watu kuwa na wasiwasi, waaminije? Kama watu tuliokuwa tunaona wanasimama majukwani, wanapambana pamoja, wanabishana kwa hoja, wanasimama, wanakaa, wanapitia mateso, wanarudi, wanaendelea kufanya jambo pamoja. Hawa wanasema ari itapungua. Ari ya upenzi itapungua. Ari ya ufuasi itapungua. Lakini
kupungua huku kitaasisi ni kuzuri, kwa sababu hakupungui na kudhoofisha, kunapungua na kujizaa upya. Kunafanana na kama mahindi haya tunayolima, huwezi kupata mazao mengi kama haujasia mbegu zikaoza. Zikioza pale chini ndo unapata mazao mengi. Mimi nadhani kwa sababu hawa wameondoka kwenye taasisi, TEMNA wameondoka kipindi ambacho sio kizuri. Yani mwenyekiti wa chama, a prominent mwenyekiti wa chama amepewa kesi ya uhaini, yuko jela sasa hivi, halafu unaondoka. Nadhani wanatusaidia chama chetu hawa wanaoondoka kwa kipindi kama hiki, labda timing yao haijawa nzuri. Nadhani wanasababisha wananchi wa kawaida na wapiga kura wetu wasiwaelewe zaidi wao kuliko sisi tunaokuwepo, kwamba kumbe hawa jamaa hawawezi kuungana na wenzao wakiwa matatizoni. Mimi ndio ninavyoweza kuitafsiri hii. Sawa, tukitazama kama nilivyotoka kutangulia kusema hapo awali kwamba miongoni mwa wengi walioondoka au waliokuwepo katika kundi la G55 walikuwa ni viongozi wa juu katika makao makuu ya chama sasa kwa muda mrefu zaidi, au kwa kipindi chote ambacho walikuwepo katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini ili swala la madaraka wao wanasema kama wanabaguliwa hivi haiwezi kuwa kwamba ni uloa madaraka, kwamba wamekosa nafasi za kuwa na madaraka upande wa Chadema, basi ikawapelekea kwenda kutafuta harakati sehemu nyingine labda za kupata uongozi. Hilo la uloa wa madaraka wewe hilo umesema, na wao ukiwauliza kama wanaweza kusema hilo kwa kweli siwezi kulisemea, lakini lazima watu wawe na mashaka. Lazima watu wawe na mashaka unapoondoka. Na sasa ukatoa sababu ambazo watu hazina mashiko makubwa. Sitaki kulisemea hilo mimi moja kwa moja. Sitaki niungane na wewe kuhusu roho wa madaraka. Sitaki niungane huko. Lakini nachelea kusema hivyo. Mimi hoja yangu inabaki tu kwamba wametumia uhuru wao wa kisiasa, wametumia uhuru wao wa kikatiba kuhama, kwanza kuweka ukinzani kwenye chama kwa kuunda G55. Very nice. Wametoka hapo, wamejiongeza, wamegraduate kutoka G55 na kuhama chama. Hiyo ni uhuru wao, na kwa kweli kama wenzetu wanastahili pongezi za juu kabisa. Ni kufanya mambo makubwa ya aina hiyo kwa muda mfupi kabisa. Ni kama miezi miwili tu wamefanya haya mambo. Unaunda kundi G55, unajenga hoja. Unaona hoja yako haisikilizwi, unatoka, unaenda kwenye chama kingine. Kwa kweli wametumia uhuru wao, mimi ndio naweza nikasema hivi. Lakini hilo la roho wa madaraka, unaweza ukawa unaendelea kuwajadili, lakini mimi kwa kweli siwezi kulisemea hivi. Sawa, sasa tuzungumzie kuhusiana na chama kina mpango gani wa kuweka viongozi au wagombea sasa katika uchaguzi wa 2025. Chama kwanza kipo kwenye mtanziko huo mpaka sasa, tukiri kiko kwenye mtanziko huo kwa sababu ya ushindani na ugomvi wetu uliopo kati yetu na serikali. Sisi tumeitaka serikali ifanye marekebisho ya mifumo ya uchaguzi ili tuende kushiriki uchaguzi kwa misingi ya usawa, uwazi na haki. Sasa mpaka sasa serikali haijafanya hayo mambo tunayotaka. Na hata hii mizozo yote unayoona ya G55 na mengine yote, na hata wewe kuja kunihoji mimi, ni kwa sababu ya serikali kushindwa kuchukua hatua kubadilisha mifumo ya uchaguzi ambayo kwa sasa haijadiliwi tu ndani ya nchi, inajadiliwa mpaka nje ya nchi, ambayo kwangu mimi sasa kama mwanachama baliano na serikali kwamba mifumo ya uchaguzi imerekebishwa. Na kuna madhara tunajua, kuna matatizo tunajua, lakini swala la kuweka wagombea lipo
hata mimi ni mgombea, ndio maana napambana tufanye reforms, tufanye marekebisho ya sheria ili nishiriki. Na mimi ni mgombea, ni mtiania wa ubunge na udiwani kwa wakati mmoja. Nikikosa kama nitakosa kuteuliwa kugombea udiwani, basi nitagombea ubunge. Nikikosa kuteuliwa ubunge, nitagombea udiwani. Wote tunataka kushindana kugombea. Kwa hiyo hilo lipo. Sasa vipi kama chama hakitaweka wagombea, labda kwa kutokana na madai yenu au maombi yenu kwamba mifumo ibadilike ya uchaguzi? Kama chama hakitaweka sasa wagombea kama madiwani, wabunge na rais, sasa uone kama chama kitakosa ruzuku au hilo swala litakuwaje? Ya, kwanza tufahamu ruzuku ya chama, upatikanaji wake ni ushiriki wa chama kwenye uchaguzi, sio kushinda uchaguzi. Kwa sababu unaweza usishinde kabisa uchaguzi. Na hii nilikuwa naomba wananchi na wanachadema na wapenzi na wafuasi wetu wafahamu. Kuweka mgombea kwa mfano wa urais, zile kura, zile uwiano wa kura za urais ndio unaotutengenezea kupata wabunge wa viti maalum, lakini pia ndio inayotutengenezea kupata ruzuku. Sasa mimi niondoe basi hao masuala ya wabunge viti maalum. Tukishiriki kugombea, tukaweka mgombea wa urais, kura za urais, uwingi ule wa kura za urais ndio inatengeneza kikokotoo cha ruzuku. Na mpaka sasa chama kinapokea kwa mwezi kama milioni 100 plus kama ruzuku inayotokana na uchaguzi mkuu wa 2020, sio kutoka kwa wabunge wala madiwani. Hicho ni kitu kingine. Sasa ni kweli ruzuku ni, hatuwezi kuipuuza ruzuku. Hii ni pesa, hata ingekuwa ndogo ndio inayosaidia taasisi. Lakini ni kuhakikishia pia kwamba Chadema haijawahi kutegemea ruzuku kwenye kujijenga. Tumekaa muda mwingi hatuna ruzuku. Chadema tuna utaratibu wetu wa kukiendesha chama bila hata ya ruzuku. Hata ruzuku yenyewe ya milioni 100 hatuwezi kupuuza, ni pesa, ndio inasaidia kwa kiwango kidogo sana makao makuu, haiwezi kusaidia nchi nzima. Kidogo sana uendeshaji wa shughuli za chama makao makuu, halafu huku tunajitegemea. Wewe unanihoji mimi hapa, mimi sijui kama kuliwahi kuwa na kitu kinaitwa mshahara. Huwa nashangaa wenzetu viongozi wengine wa chama, makatibu wana check number, wanalipwa. Mimi sijui. Lakini how do you see me? Si niko poa kabisa, tunaendelea, sio kwa sababu ya ruzuku. Tunajengwa kwa spirit ya kujitegemea na kukitegemeza chama. Tukikosa ruzuku, nini kitatokea? Tukikosa ruzuku kizembe, ni aibu. Ni aibu kabisa. Kwa sababu hata hicho kidogo chenye kilikuwa kinasaidia mambo ya chama yaende makao makuu angalau. Lakini tukikosa ruzuku tukiwa wamoja, chama kinaenda kuwa bora zaidi kuliko kikiwa na ruzuku. Kwa sababu watu watakuwa na ari ya kukitegemeza chama chao. Usije ukashangaa tukikosa ruzuku tukiwa wamoja, katibu wa Chadema atakuwa na kukaribisha hapa ukiwa unakunywa wine hapa, unakaa maisha si mabaya. Kwa hiyo itakuwa kuna nyongeza fulani ya ubora wa chama. Ninachoomba nikiseme kuhusiana na hili jambo, kama kuna wakati wa chama kujijenga kwenye umoja, ni kipindi hiki. Tukae tuwe wamoja, ndio wito wangu kwa viongozi wote wa chama, ngazi ya chini, ngazi ya juu, mikoa, wilaya, majimbo. Tuwe wamoja na tusichelewe. Tukichelewa, siasa ni mapambano. Ukichelewa, kuna mwingine ataziba hiyo nafasi. Na nchi yetu si ya chama kimoja wala viwili, ina vyama zaidi ya 10. Tuko 19 nadhani. Sasa kama vyama viko 19, ukizubazuba mtu anaweza akachukua uzoefu wenu akautumia, wakajijenga, sisi tukapoteza fursa. Chama hiki
kina malengo, kina ndoto za watu nyingi. Watu wanataka waone nchi yao inakuwa tajiri, watu wao wanakuwa matajiri. Na sisi wenyewe tunaokuwepo, watu tunaosema ndio sisi wenyewe wengine, na sisi tuanze kuwa na uwezo wa kutegemeza na kujitegemea. Nadhani chama kinapaswa kujiunda vizuri, kusimamia vizuri tunu ya chama ambayo ni umoja. Sawa, mtazamaji wa Samovite Media, na tumefika mwisho wa mahojiano yangu mimi na mheshimiwa hapa katibu wa wilaya Mufindi, Mwalimu Kitiga. Na tunaomba neno lako basi la mwisho kwa mtazamaji anayekutazama kuhusiana na mchakato au mgogoro uliopo ndani ya chama, lakini kuelekea uchaguzi. Umoja ndio silaha yetu kubwa kabisa. Umoja katika tofauti zetu, umoja katika kukinzana kwetu. Tupishane mawazo lakini tuendelee kuwa wamoja. Hiki ndio kitu muhimu. La pili, tushirikiane na tuombeane. Tuitake serikali kwanza ifanye mageuzi ya mifumo ya uchaguzi, ili tushiriki uchaguzi katika haki, uhuru na usawa. Tupunguze hii hali, sio hali nzuri kitaifa. Watu kuanza kulumbana, tunagombana, tunahasimiana, sio hali nzuri kitaifa. La tatu, viongozi wetu walioko, kiongozi wetu mkuu wa chama, mwenyekiti, serikali imwachie bila masharti, kwa sababu hoja au makosa yake ni ya kisiasa. Watu wanazungumza kwa lugha nyepesi sana. Lugha za kisiasa na lugha za kikanisa ni tofauti. Lugha za kisiasa na lugha za kimapenzi ni tofauti. Sasa muktadha wa kesi ya Mheshimiwa Lissu ni masuala ya kisiasa. Masuala ya kisiasa yamalizwe kisiasa. Huu ndio wito wangu. Huwezi kumaliza masuala ya kisiasa kwa njia ya kijinai. Si sawa. Vinginevyo hawezi kubaki mtu yeyote. Na kibaya zaidi, tunazidi kupendelea upande mmoja. Yaani Lissu ni muhaini, lakini Amos Makala ambaye alisema Chadema wanaenda kuchukua virusi vya Ebola kupandikiza, huyu sio hatari na hajachukuliwa watu yoyote. Hiki kitu kwa kweli sio sawa. Mimi kama kiongozi na umri wangu mwandamizi kiongozi na mwanachama mwandamizi kwa umri wangu, na yaona ya mambo hayakitengenezi kizazi kijacho, yanakibomoa zaidi. Tunaonekana kama sisi wazee wao tulioko madarakani kama tunawaandalia vijiti vya uhasama. Hii jambo sio zuri. Tuwe na umoja ndani ya chama chetu, tuendelee kuwa umoja, lakini tuwe na umoja wa kitaifa. Hii serikali iweze kuzingatia hili tunalisema. Lissu aachiwe, makosa yake ni ya kisiasa, yamalizwe kisiasa. La mwisho, kuna matendo ya kikatili yanaendelea nchini. Kwa mfano, hivi karibuni kutekwa kwa mwanachama mwenzetu Mdude Nyagali. Ametekwa, ameteswa, amepasuliwa, tumeona damu mle kwenye vyombo vya habari kama mnavyoona, na matishio mengine mengi ambayo tunayaona, kupigwa na watu wasiojulikana kwa Dr. Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Hii sio afya kwa chama. Nchi hii usalama wake uko, pamoja na kwamba sisi ni wadau wa usalama, lakini mdhamini mwenye dhamana ya kutulindia usalama wa watu wetu na mali zetu ni serikali iliyoko madarakani. Hebu hivi vitu viishe. Hatutaki tena kuona watu wanaishi kwa kuteseka kwenye nchi yao. Sio vizuri. Waachiwe. Kwa mfano Mdude huko walikomtesa, basi inatosha, na Mdude ni kijana wa hivyo hivyo. Yani tuzoee kuishi na hivyo. Mbona sisi akina Kitiga mbona tunaishi nao hivyo hivyo? Kwa nini asiwe Mdude? Tuishi nao hivyo hivyo. Hao ni vijana wetu, ni wa hivyo hivyo. Hulka zao ni za hivyo hivyo. Wanapenda siasa, wanapenda maisha yao ya hivyo hivyo. Tujue namna ya kuishi nao. Huwezi kuwalipa watu kama akina Mdude, vijana wadogo, kwa kuwabonda umwage damu. Sio vizuri. Tuone kwamba mshikamano na utengamano
wa kitaifa inakuwa ndo wimbo wetu wote chini ya muhimili wetu wa tunu haki. Haya ndo maneno yangu ambayo ningeweza kuyasema tunapohitimisha. Sawa, huyu ni Kitiga, yeye anamaliza hivyo. Mtazamaji wa Samvite Media, tunaomba uendelee kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika page yetu ya YouTube, Instagram, TikTok na Facebook. Mimi naitwa Naida Tanasi na ndo nahitimisha hivyo katika siku ya leo na katika mjadala wetu wa leo. Bye bye na tukutane wakati mwingine. Asante.